Leo katika adhimisho la misa hii takatifu taanza kwa kubariki kanisa pamoja na altare, ambapo ndani yake kwanza yatabarikiwa maji yatakayotumika kubariki kanisa na altare. Mara baada ya baraka ya altare, paroko mteule Mheshimiwa Padre Prudence Rweyemamu atasimikwa rasmi kuwa paroko wa parokia hii ya Bikira Maria Malkia wa Mitume Tomatankola. Na mara baada ya kusimikwa, watakuwa wametuongoza katika utenzi wa utukufu kwa ajili ya kuendelea na adhimisho la misa takatifu, na ndani yake wabatizwa wapatao 80 watapokea sakramenti ya kipaimara. Na sasa kabla ya kubariki maji, nimwombe mwadhama pamoja na baba paroko waweze kufungua jiwe la msingi ambalo linaashiria siku hii ya kubarikiwa kwa kanisa na altare. Makofi na vigelegele. Jiwe hili limeandikwa, kanisa hili na altare yake imebarikiwa na Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Tabora, leo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa makofi na vigelegele. Sasa nimkaribishe mwadhama kwa ajili ya baraka ya maji. Tuombe. Ewe Mwenyezi, ndiwe chemchemi ya asili ya tutakayotumia kwa imani kuomba msamaha dhambi zetu na kushika rehema yako, na magumu yote wanaonaswa na mtego ya adui. Ee Bwana, utujalie kwa huruma yako haya maji yatukufikie daima, wenye wokovu tuweze kupokea roho safi, kukataliza roho na mwili, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu wa wema wako, bariki chumvi hii uliyoiumba wewe mwenyewe. Zamani ulidumu na kuilisha, atie chumvi ndani ya maji, kusudi asilete vifo na uzazi wa wakosa. Ee Bwana, tunakuomba kila mahali atakaponyunyiziwa maji tutachanganya na chumvi hii, yafukuze kila uovu na upinzani wa adui, nasi tulindwe daima na Roho wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Na sasa atabariki kanisa. Tuombe. Ee Bwana, tubariki kanisa hili ambalo tumependelewa kutenga kwa msalaba, na waamini wote tutakaokusanyika hapa kwa imani kama mfuko ya mtakatifu wao mje uwepo Kristo ambaye aliahidi kuwa na wale wanaokusanyika kwa jina lake, aishi na kutawala nao mfuko ya Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Amina.
Wanakwaya, tuongoze kwa wimbo wa kunyunyiziwa maji. Na sasa atabariki altari. Ndugu wapenzi, jumuiya yetu inafurahi sana inapokutanika kubariki altari hii, ikiwa na mioyo iliyoinuliwa na ibada hii, na muomba Mungu ili matoleo ya kanisa yatakayowekwa juu ya altari hii ayaangalie kwa wema na awapokee watu wake kama dhabihu ya neema. Utukuzwe Bwana Mungu wetu, ambaye ulipokea sadaka ya Kristo iliyotolewa juu ya altari ya msalaba kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu, na kwa upendo wa Baba unawaita watu wako kuadhimisha ukumbusho wake katika meza yake. Basi Bwana, nakuomba ujaze altari hii ambayo ilijengwa kwa ajili ya kuadhimisha mafumbo yako, iwe kipindi cha tasifu yetu na shukrani zetu, iwe altari ambapo tunatolea sadaka ya Kristo. Altari hii iwe meza ambapo utaweka mkate uletao uzima na kunywa kikombe cha umoja. Altari hii iwe chemchemi ya maji ya wokovu yasiyokoma, hata tumkaribie Kristo, jiwe lililo hai, na ndani yake tukue kutoa hekalu. Na juu ya altari ya moyo tutolee sadaka ipendezayo utukufu wako, inayofanywa kwa utakatifu wa maisha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Wote tuitikie: atukuzwe Mungu milele.
Kwa haya nitakufunza wimbo wa sala yangu mbalimbali na mwisho wa ubani. Na sasa yanafuata madhehebu ya kusimikwa kwa paroko. Ee Mungu mwenye huruma na upendo, ulipita mtumishi wako huyu kwenye wito wake ulio. Leo hii tunamsimika na kumpa wajibu wa paroko wa kutakatifuza, kufundisha na kuongoza familia yake mithili ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyo chini ya Maria Malkia. Tujalie kama na vipaji vya Roho unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Na sasa anakabidhiwa zana za utume. Kwanza atakabidhiwa kitabu cha Injili kwa ishara na nyenzo ya kufikisha ujumbe wa Kristo kwa watu wake. Pokea kitabu cha masomo cha kuwatangazia na kuwafundisha neno la Mungu dunia yako hapa. Kisha anakabidhiwa misaada ya altare atakayotumia kuadhimisha misa takatifu. Pokea misaada ya altare kwa ajili ya kuadhimisha jumuiya yako pia mafuko ya wokovu. Na sasa anakabidhiwa funguo za kanisa, mamlaka ya Jumuiya. Pokea funguo za kanisa, ishara ya kukabidhiwa parokia hii ili usimamie na kuongoza. Anakabidhiwa kiti kwa ajili ya kutolea sakramenti ya upatanisho kwa waamini wake. Tumia kiti, sanduku, meza kwa ajili ya kuadhimisha sakramenti ya upatanisho. Na sasa anakabidhiwa kengele ambayo ni ishara ya kualika watu kujumuika kwa ajili ya maadhimisho. Pokea kengele hii na kufunga kwa ajili ya kualika wanaparokia ya kusherehekea mafumbo ya wokovu wetu ikabidhiwa na Kristo kuhani mwalimu na mchungaji. Na sasa anakabidhiwa kredensia, yaani meza iliyo na mkate, divai pamoja na maji pamoja na mafuta matakatifu kwa ajili ya kuadhimishia sakramenti.
Pokea vipaji vya mkate na divai na mafuta matakatifu kwa ajili ya kuimarisha na kuwatakasa waamini wako kwa sadaka ya Kristo msalabani kwa njia ya mateso, kifo na ufufuo wake. Na sasa anakabidhiwa mwimbaji mahali atakapotumia kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu na kufikisha ujumbe wake kwa watu wake. Pokea mimbari hii na kuitumia kwa ajili ya kuwafundishia wanaparokia wako neno la Mungu ambalo ndio taa ya miguu yetu. Amina. Na sasa atakiri kanuni ya imani mbele ya askofu mkuu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mimi Padre Prudence Oyemamu niliyeteuliwa kuwa paroko wa parokia ya Bikira Maria Malkia wa Mitume Tomatangola, kwa imani thabiti na sadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Aidha, kwa dhati kabisa nakiri na kushika mambo yote ya pamoja na kila moja peke yake yanayohusu mafundisho ya imani na desturi ambazo zimeamriwa na kanisa, kwa maamuzi rasmi au yaliyoagizwa na kutangazwa na walimu wa kawaida wa kanisa, au yale yanayotolewa na kanisa lenyewe, hasa mithali, fumbo la kanisa takatifu la Kristo, sakramenti zake, sadaka ya misa takatifu na ualifa wa Baba Mtakatifu, askofu wa Roma. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na sasa atasaini katika familia ya imani pamoja na hati yake ya kusimikwa kwa paroko wa parokia hii. Paroko msaidizi pia anasaini
kama shahidi. Mwenyekiti wa parokia, naomba karibu. Kwa tendo hili ambalo limehitishwa kwa kuweka sahihi, sasa Mheshimiwa Padre Rubens Suleiman ni paroko wa parokia ya Bikira Maria Malkia wa Mitume Choma cha Angola. Na sasa wanakwenda kualika tuongoze kwa utenzi wa utukufu kuendelea na adhimisho la misa.